Kwa hivyo tumshauri kwamba kila kota atuwekee mapato kwa kila siku na baadaye atulie, na baadaye atuambie baadaye ndio bakia kama tulivyoikuta ya Julai Septemba, na kama kuna zero atuambie baadaye ni zero. Kama kuna shilingi 5 atuambie tuko ni shilingi 5. Kwa hivyo tukenda hivyo mimi naamini, sababu unaweza ukapanga hivi usifikie kile ukipata. Kwa jamani, nimepanga hivi, mfano tukuja hapa Julai Septemba tuliona target ilikuwa ni 106 lakini tukavuna 71. Haizuru kwenye vyanzo vile havikuonesha kwamba tumepata hivi kwenye leseni, kwenye majengo tumepata hivi, madiko tumepata hivi. Sasa kwanza ni mambo mfumo kubenzi twende nao. Inawezekana mkakifanya na inawezekana msikifanye. Lakini badala ya kwamba mwezi huu mwaka huu hatuweza kukifanya hicho kitu, tumekiweka, nadhani tukifika kwenye bajeti, tukifika mada ya pili ni bajeti. Tumekiweka kwenye bajeti ya mwaka huu tutakaofuata. Na kwa msisitizo kwenye hii bajeti nimeweka kwenye kota ya kwanza. Mnaonaje swala hili tukalifanya sote kwa pamoja, baadaye tukatafuta wawekezaji, kisha tukapoint kama bwana tuende tukajenge kwanza kabla pengine Chaweni. Baada ya muda tukifanya hivyo, wale tukifanya mazungumzo pamoja na wao mawazo yetu watayachukua, jambo ambalo sisi tunakaa kwa ajili ya kutafuta vyanzo vipya vya pesa, kwa sababu kiujumla Baraza la Mji wetu kila siku tuna complaints, yani tuna same case ama kila tunataka tuongeze mapato, lakini zile njia za msingi za kuweza kuzikuza katika njia za mapato hatupati. Hebu siku moja jaribuni sana wale watu manager benki, alafu tupeleke ajenda yetu kwa maana sisi tunataka kufanya hivi. Kwa hiyo mnaonaje mkatutafutia fedha kiasi hichi, alafu kwa kila baada ya mwaka mmoja baada ya mradi kukamilika, sisi hisa zenu zinaingia na kwa upande wa Baraza la Mji zinaingia. Kwa mfano, labda ukitengeneza kiwanja cha kufundishia watoto pale, ndani yake unaweza ukatengeneza ajira kwa vijana ambao kwa nao moja wakauza biashara mle ndani yake, lakini katika sekta nyingine mnaweza kutengeneza ajira katika sekta za walinzi, vile tukapata katika sekta hiyo. Hebu jamani tuzingatieni swala hilo, sababu kiukweli hasa kwa kwenda kumtoa tozo wa mfanyabiashara wa maadira, halafu tukategemea kwamba tukusanye kiasi fulani, jambo hilo haliwezekani kabisa. Sasa nikuombeni kwa mwaka huu ambao umebakia miezi miwili, ambao ni mwezi wa 5 na mwezi wa 6, kwenye swala la suti na mbele, mturidhie tuliache. Lakini niwaahidi kama nitaendelea kuwepo inshallah, kwa sababu sasa suti ndio na sisi kubwa sana ndani ya kota ya kwanza inshallah, suti mtasi